Naam, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam Sheikh, tukumbushe majina yako na nafasi yako katika uchaguzi wa leo. Mimi kwa majina naitwa Ustazi Omar Alimuna, ni msimamizi wa uchaguzi mkoa wa Njombe kutoka ofisi ya BAKWATA makao makuu Dar es Salaam. Naam, mashaallah. Kwa ujumla uchaguzi kwa maana ya tathmini, umeuonaje hali ilivyokuwa kwa ujumla wake? Uchaguzi ulikuwaje? Kwanza, jambo la kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tumeona uchaguzi umeenda kwa hali ya utulivu na amani na viongozi wamepatikana, hatujapata changamoto yoyote mpaka tunafika dakika ya mwisho, kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa kweli binafsi niwashukuru viongozi wa mkoa wa Njombe kwa maana ya Sheikh wa mkoa, katibu wa mkoa, mwenyekiti wa halmashauri ya mkoa pamoja na viongozi wengine. Kwa kweli wamenionyesha ushirikiano wa dhati na sijapata changamoto yoyote mpaka tumehitimisha vizuri uchaguzi. Nadhani umewasikia hata wale ambao kura hazikutosha wamethibitisha wakasema kwa kweli kwa namna uchaguzi ulivyoendeshwa tunamshukuru Mwenyezi Mungu, sina la kulalamika. Umeendeshwa vizuri na tumekiri na tumekubali. Nashukuru kwa hilo kwa sababu hiyo ni kheri, ni baraka na tuwaombee kwa Mwenyezi Mungu wale waliopata nafasi waweze kuiongoza Njombe vizuri, waiunganishe, walete umoja, upendo na walete maendeleo ya Uislamu katika mkoa wa Njombe. Kwa ufupi tunasema hali ya demokrasia, utulivu ulikuwa ni wa kutosha ndani ya uchaguzi. Ulikuwa ni wa kutosha, nadhani ulikuwepo. Umeona ile hali. Ndiyo. Hakuna changamoto iliyoonyesha kwamba kuna mtu analalamika, sababu ishara ungeziona. Yaani nashukuru Mwenyezi Mungu, ushirikiano umekuwa ni wa kutosha. Ujumbe wa BAKWATA kutoka makao makuu kwa maana ya taifa, una ujumbe gani kwa hawa viongozi wapya ambao wamechaguliwa? Mheshimiwa Mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa katibu wetu mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania Alhaji Nuhu Jabir Mruma, Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri kuu Saidi Mataka pamoja na viongozi wote, kwa kweli sasa hivi jambo kubwa wanalolisisitiza kwa Waislamu Tanzania ni kwenda kwenye maendeleo. Waislamu sasa usimame kwenye maendeleo, Waislamu sasa washughulike na maendeleo, Waislamu sasa waonyeshe kwamba wako kazini, na kila kiongozi aliyopata nafasi aonyeshe nguvu yake kwa kupata maendeleo katika mkoa wake, katika wilaya yake, katika kata yake, katika msikiti wake. Sote tuweze kupata maendeleo ya Waislamu katika nchi ya Tanzania. Mufti muda mwingi pamoja na ofisi yote mara kwa mara ameendelea kueleza hivyo. Lakini nitakufarajika zaidi, nadhani uchaguzi wa mwaka huu umeendeshwa kidigitali sana. Yaani sehemu nchi zote karibu umeonyeshwa duniani. Sio Tanzania tu, uchaguzi umeonekana dunia nzima. Kukukatisha tu hapo, mfano uchaguzi wa Njombe takriban tulikuwa online takriban kwa masaa 4. Kwa hiyo unachokizungumza nafikiana na wewe kabisa. Yaani ujumbe huu inawezekana tunasema tumemaliza kazi sasa hivi, lakini Tanzania nzima, dunia nzima imeshapata habari Njombe kimefanyika nini. Hii yote ni kazi ya wanahabari. Tunawashukuru sana uongozi wenu. Lakini pia tunamshukuru ambaye alikuwa anaratibu zoezi la wanahabari wote, Mheshimiwa Haris Nkusa kutoka ofisi ya Mufti ambao ni mwandishi maalum wa Mufti. Kwa kweli ameonyesha ushupavu mkubwa, nguvu kubwa na ameonyesha upana mkubwa wa kuratibu uchaguzi huu. Nadhani muda wote mmeona hapa mikoa yote ilikuwa live. Kila kitu kinachoendelea Tanzania viongozi wanaona na jamii inaona. Kwa hiyo naamini BAKWATA imeonyesha ukubwa wake, BAKWATA imeonyesha inavyoendesha mambo yake kwa uwazi na ukweli. BAKWATA imeonyesha kwamba nguvu yake ikoje. Kwa sababu nadhani katika taasisi zote kuonyesha tukio kama hili nchi nzima linavyoenda na watu wanashuhudia na watu wanasimamia, hiyo ni faraja kubwa sana na ni maendeleo makubwa ndani ya baraza ambayo sasa imefikiwa, na tunaomba Mwenyezi Mungu yazidi na ongezeke mengi zaidi ili BAKWATA sasa iendelee kufanya vizuri katika nchi ya Tanzania. Ni taasisi ya mfano katika taasisi za kidini katika dunia. Tukirudi katika dunia ukianza utaiona BAKWATA ilivyopanda juu kwa kufanya mambo yake kimaendeleo sana. Mashaallah. Shukrani sana. Tukutakie safari njema na msalimie sana mufti wetu wa Tanzania. Amina. Shukrani sana. Shukrani sana.